Milton Mdee, ni kamishna ardhi msaidizi mkoa wa Kilimanjaro. Tunapoelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8, Wizara ya Ardhi tumeamua kwamba katika mikoa yote ya Tanzania na katika halmashauri zote za Tanzania tutaendesha kliniki maalum tumeita jina la Samia Ardhi Clinic, ambapo wanawake kwa umoja wetu tutaongoza wataalamu ambao watakuwa wanatoa huduma kwa wananchi. Na sasa tunawahimiza wanawake wote wenye shida mbalimbali kuhusiana na masuala ya ardhi, anatakiwa kumilikishwa, anataka kupata ushauri kuhusiana na masuala ya ardhi, anataka chochote kinachohusiana na masuala ya ardhi, tutakuwa tayari kuwahudumia. Na shughuli hii tutaifanya katika maeneo makubwa mawili kwa mahususi. Eneo la kwanza tutakuwa pale ofisi zetu za ardhi mkoa, na ofisi zetu ziko katika majengo ya mamlaka ya mapato au TRA. Tutakuwa na eneo pale tumeliandaa kwa ajili ya kuwasikiliza wanawake, lakini pia na watu wote ambao wana shida ya ardhi. Lakini tunachokisema akina mama ambao tuko kwenye sekta ile, tutakuwa tunaongoza wataalamu wenzetu katika kutoa hizo huduma. Lakini pia mahali pengine ambapo tutasikiliza wananchi, lakini pia tutatoa hati ni eneo la Siha, wilaya ya Siha. Tutafanyia katika eneo la stendi ndogo ya KIA. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wenye shida kuhusiana na masuala ya ardhi, tuwasikilize, tutatue changamoto zao, lakini pia tuwaongezee wigo wa mapato. Maanake kwamba tukipata hati, mwanamke anaweza kuitumia kama dhamana. Tutakuwa huko tunatoa hizo huduma, lakini katika halmashauri zote, makao makuu yote ya halmashauri zetu, wataalamu wetu watakuwa tayari kwa ajili ya kuwasikiliza, na kipaumbele kama nilivyosema, tunawaalika kina mama wenye changamoto mbalimbali kuhusiana na masuala ya ardhi. Na kamishna, hapo masuala ya ardhi yalikuwa katika mila na desturi miaka ya zamani, na wanawake wakuwa wamepewa nafasi sana. Tunavyozungumza, mmepiga hatua kiasi gani? Kiuhalisia sio kubwa sana, lakini wanawake wengi wanamiliki ardhi kwa sasa. Japokuwa changamoto kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro, kwa kweli bado wanawake wanaonekana kutokujaliwa sana kwenye kumiliki ardhi, na migogoro mingi kwa mfano tunayokutana nayo kwenye mabaraza yetu, nakuta mwanamke mjane ananyang'anywa ardhi au hapewi kipaumbele katika kumiliki. Kwa hiyo yote hayo sasa tunataka tutoe elimu kwamba sera yetu ya ardhi imejumuisha au imetambua kwamba mwanamke kama alivyo mwanaume ana haki ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo tutatoa elimu hiyo, ndio maana tunawakaribisha sasa kina mama wapate elimu ili waweze kuzungumza vizuri na waume zao, lakini pamoja na baba zao, ili walau ile dhana potofu ya kwamba mwanamke si kitu katika kumiliki ardhi, basi waweze kuelewa kwa mapana yake, sio kwa maana ya kuanza kuleta migogoro, lakini waweze kuelewesha wazazi, wanaume wao kwamba kumbe na sisi sheria yetu ya ardhi inatutambua kwamba tunaweza tukamiliki ardhi kama ilivyo kwa wanaume.